namna ya kukaa kwenye njia yako. Namba 1, kubeba sura na mfano wa Mungu. Usiache vile Mungu alivyokuumba. Usibadilike kutoka vile Mungu alivyokuumba. Adamu alipowekwa katika bustani ya Edeni ambayo ilikuwa ni njia yake, aliumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Alipopoteza hiyo sura, akafukuzwa kwenye njia yake. Namba 2, kuongezeka na kuzaliana. Moja ya maagizo alipewa Adamu katika Edeni, aliambiwa kwamba enendeni mkazae na kufanyaje? Na kuongezeka. Unapokuwa kwenye njia yako, hakikisha unaongezeka na kuzaliana. Asiongezeka na kuzaliana, anafanyaje? Anaondolewa kwenye njia yake. Namba 3, kuwa kipofu kwa mambo ya dunia. By the time Mungu ameweka Adamu na Eva kwenye bustani ya Edeni, macho yao ya damu na nyama yalikuwa yamefanyaje? Yamefungwa. Walipofanya dhambi, macho yao yakafanyaje? Yakafunguliwa. Maana yake nini? Mungu alidesign kwamba qualification ya kuendelea kukaa kwenye njia yako, hakikisha umekuwa kipofu kwa mambo ya nini? Achana habari ya lust of the eyes. Usitamani vitu vya dunia hii. Bwana asifiwe sana. Amen. Mali ni nzuri, lakini acha kutamani mali kabla ya wakati wake. Hallelujah. Amen. Acha kutamani, I don't know, si mke wa jirani yako. Don't do that. Usitamani vitu vya kuvutia hapa duniani. Hakikisha you become blind in the things of the world. Kuna mtu anielewa eh? Yes. Baada ya kuwa macho yao ya duniani yamefumbuliwa, walifukuzwa. So mwanadamu ambaye anaenenda kwa macho na sio kwa imani, hawezi akakaa kwenye njia yake. Anasema tunaenenda kwa imani wala sio kwa nini? Kwa kuona. Usifanye mambo eti mpaka umeona unamtaja. Amini Mungu atakusaidia, anza. Namba 4, kuwa uchi. Hakuna aliyekaa ndani ya Edeni akiwa na nguo. Tachanganya mtu mmoja hapo, ila wachache wananielewa. They were naked. Wakawa qualified to stay kwenye njia. Nini maana ya kuwa naked? Baada ya kuwa tu wamejishonea manguo yao, walifanyaje? Waliondolewa. Kuwa naked ni kuwa open before God. Acha kuishi maisha kujificha ficha. Kuwa naked ni kuwa always open before God. Whether umekosea ama hujakosea, usimkimbie Mungu, usijifiche. Anasema wakajificha. Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Why? Kuna mahali Mungu alimweka Adamu kwenye njia yake. Mungu anashangaa hamuoni Adamu kwenye njia yake. Anamuuliza uko wapi? Eti tulisikia sauti yako tukaogopa tukakimbia kufanyaje? Kujificha. Mwambie mwenzako usijifiche mbele za Mungu. Usijifiche mbele za Mungu. Mwambie uwe wazi mbele za Mungu. Uwe wazi mbele za Mungu. It's okay sometimes njoo kanisani lia, mwambie Mungu nimefanya dhambi. Hello? Mwenisikia vizuri? Yes. Lakini kuna wanadamu aina fulani ambao unakuta they hide, wanaficha. Bali tunasema afichaye dhambi zake hatafanyaje? Hatafanikiwa. Unaoficha unaogopa watu, hao unaoogopa na wenyewe madudu yao. Amen. Wana vilio vyao mahali pasiri. Hakikisha unakuwa muwazi mbele za Mungu. Amen. 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 Namba 5, kuto kumkaribisha mgeni. Walifukuzwa kwenye njia yao baada ya kumkaribisha nyoka na kupiga naye story. Katika kila njia ya mwanadamu, wewe ni mwenyeji wa njia yako na kuna mtu atakuja ambaye ni mgeni wa njia hiyo. Be very careful unapoona kuna mgeni anataka kuingia kwenye njia yako. Uwe makini sana. Wengine mmefukuzwa kwenye njia zenu baada ya kukaribisha aina fulani ya wageni in your life.